Deck TV. Kwanza ni kitu kizuri. Mimi kwa majina naitwa Basi Kenyatta, ni coordinator wa Azam FC Lexo. Kuelekea dabi yetu ya Kariakoo, sisi kiuhalisia ni kwamba tutaendelea na juhudi zetu zilizotupatia ushindi kama ilivyokuwa awali, kwa sababu Yanga ni timu kubwa kweli, lazima kwanza tukubali hicho. Lakini kuelekea mchezo wetu, sisi kama Azam FC tumejiandaa vizuri kuhakikisha tunapata matokeo. Kama tuliweza kupata matokeo tukiwa ugenini, nadhani sasa ni fursa nzuri kupata matokeo tukiwa nyumbani. Kwa hiyo kwa kusema tumejiandaa vipi kuhusu hilo, ni kwamba sisi vijana wako tayari na wako tayari kwa mchezo kwa ajili ya kupambana. Tunaamini kila kitu kitakaa sawa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutashinda vizuri mchezo. Na labda kuelekea katika mchezo huo, kuna wachezaji ambao wanaweza kukosa mchezo kutokana na majeraha. Tunajua umetoka katika mchezo mwingine mgumu ambao mlipoteza dhidi ya Singida. Kuna wachezaji ambao wanaweza kukosekana kuelekea mchezo mkubwa wa Azam na Yanga. Kwa taarifa za haraka, mchezaji ambaye hakucheza hata ile mechi ya Singida alikuwa na Jibril Sila kutokana na kadi tatu za njano. Apart from that, nadhani kila kitu kitakuwa sawa kwa maelekezo yaliyopo. Kwa hiyo wachezaji wako tayari kwa ajili ya kupambana na mechi ya namna hii. Malengo ya Azam kwa ujumla kwenye ligi kuu Tanzania bara ni yapi? Kwa sababu tunajua kuna watu wanaowania bingwa, kuna wengine nafasi ya 3, kwa sababu kuanzia nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya 4 tunajua wanaenda kimataifa. Malengo ya Azam mpaka hivi sasa unavyoona mwenendo wa ligi ni yapi? Azam kama timu kubwa, malengo namba 1 siku zote huwa ni kupata ubingwa. Pale inapokuwa ubingwa unakosa, tafsiri yake zinapokuja sasa hizi nafasi za ziada inabidi tuzitumie, kwa sababu tayari ukiangalia kwa sasa niwe mkweli kwamba nafasi ya ubingwa tayari ni finyu. Kwa hiyo tunapambana na hizi nafasi zilizobaki kwa ajili ya kuhakikisha timu inaenda kimataifa. Lakini kikubwa zaidi ni mapambano yanazidi kuendelea, kwa sababu ligi haijaisha, lazima iishe ndio tujue wapi tupo na nini tunafanya. Kwa hiyo kwa sasa tupo kwenye mfumo kama walivyo wenzetu. Kwa hiyo ndo malengo tulionayo sisi. Cha kuambia sasa mashabiki wa Azam kwa kumalizia kuelekea mchezo wenyewe tarehe 10? Binafsi mimi mashabiki wa Mwanza na kanda ya Ziwa, mimi kwanza niwatoe wasiwasi kwamba mpira ni mchezo kama ilivyo michezo mingine. Kwa hiyo pale ambapo kuna kuwa na nafasi inabidi tujitokeze kwa ajili ya kuisupport timu yetu, tuachane na hizi propaganda zingine za mitaani, kwa sababu hakuna timu ambayo inaweza ikawa inashinda Januari Disemba. Lazima kuwepo na kushinda, lakini kuwe na changamoto zingine. Kwa hivyo vitu ni vitu vya kawaida sana kwenye football. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wa Azam FC popote walipo, iwe Mwanza na wale waliopo kanda ya Ziwa, tuungane kuisupport timu yetu, kwa sababu mwisho wa siku ni timu yetu, tutafungwa nayo, tutashinda nayo. Kwa hiyo vile tunapokuwa kwenye mazuri nayo, lakini pia na hapa kwenye mabaya inabidi tuungane nayo, kwa sababu hatuwezi kusema sisi ni watu wa kushinda siku zote. Hapana, kuna kushinda, kuna kufungwa, kuna kudraw. Ukiwa mtu wa mpira na ukiwa mtu wa soka, matokeo haya yote matatu lazima utembee nayo. Lakini sasa sisi upande wa mashabiki huwa tuna shida moja. Yaani shabiki yeye anaamini kwenye matokeo ya aina moja kwamba mimi ni kushinda. Hapana, hamna mpira wa namna hiyo. Kuna kushinda, kuna kufungwa, ndio vitu vingine vinakuwa vinatokea kwa namna hiyo. Kwa kikubwa mashabiki wa Mwanza na wale waliopo kanda ya Ziwa, na nitumie fursa hii tu kwa Tanzania nzima, tuwe na namna sahihi ya kuisupport timu yetu pale inapokuwa inashinda, inapokuwa inafungwa. Nadhani ni vitu vya kawaida sana kwenye football, lakini yote kwa yote sisi tunaamini Yanga tunamfunga. Kwa hiyo Yanga sisi ni mpinzani rahisi kwetu, kwa sababu kama unajua kwanza tuna rekodi nzuri kwake, tulimpigia akiwa nyumbani kwake anavyodai kikanuni, lakini sasa tupo sisi. Nadhani kila kitu kinaenda vizuri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Pointi 3 tutazipata. Cha kumalizia, namna ambavyo mnajiorganize kuondoka na mtaondoka lini kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kuwaunga Azam mkono katika mchezo wenyewe husika? Kiuhalisia tayari watu wameshaondoka, lakini mimi nilikuwa na kazi maalum, ndio maana unaniona mpaka saa hizi nipo viunga hivi bado mnanihoji. Lakini kwa wale walioondoka, mimi narudi kwenye engo ile kwamba wapambane kwa ajili ya ushabiki. Mshabiki siku zote play part yake kama mshabiki kabla hajaanza kudai matokeo, lakini kuwa na part ambayo washabiki tuna play kama sisi mashabiki, sio kutoka front na kuanza kulaumu viongozi kufanyaje. Hapana, na sisi tuna nafasi yetu ya kucheza. Kama mashabiki tuna sehemu yetu ya kupambania timu ili iweze kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa wale waliopata nafasi ya kuondoka, mimi niwaambie kwamba wapambane kadri wanavyoweza ili timu iweze kupata matokeo. Wawe na support ya moja kwa moja, sio kuwa na mashaka kwenye timu. Ni hicho tu bwana Demo. Asante na kila la heri. Asante sana. Niwatakieni kazi njema. Karibu sana Azam Complex. Tuko vizuri, tuko timamu, tuko imara. Kwa nje ya mpira una mambo mengi sana. Hususani mimi nimetoka kwenye tasnia ya kucheza na sasa ni mwalimu, pressure zote nazijua. Wala wachezaji sio kwamba wanapenda kupoteza mchezo au viongozi wanapenda au mwalimu anapenda. Sawa, huko kote kila kitu kinahitaji utulivu. Waingie mechi wa mheshimu mpinzani
mpira ukicheza dakika zinapozidi kwenda na matokeo utapata. Kama utaumiliki mpira katika asilimia kubwa na ukitengeneza nafasi kuzitumia. Hiyo ndio sumu kubwa na faida kubwa kwa Simba, watumie nafasi watakazozipata. Sina shaka kwamba Simba watakosa nafasi kuzitengeneza. Na hiyo imani ninayo kwamba watatengeneza nafasi, lakini utulivu unapaswa kwenye zoni ya mwisho waweze kutulia, waweze kutengeneza nafasi. Kocha Ali Kayoga amecheza eneo la ulinzi, na eneo la ulinzi la Simba kuna mtu anakosekana. Sheikh Fondo Malone, mmoja kati ya walinzi ambao mashabiki wa Simba wanawakubali sana, wanawapenda sana. Ukiwa kama wakati unacheza Eza Toto Africa, JKT, Villa Squad, alikuwa akikosekana labda mchezaji mmoja muhimu ambao alikuwa labda unapacha naye ameumia, wewe ndio umebaki au wewe ndio unapata nafasi ya kuingia kucheza, hasa game zenye pressure kama hizi, kichwani huwa kitu gani kinakuja cha kwanza? Ikifikia kwenye sehemu kama hiyo, ni kikubwa ni utulivu. Unatakiwa utulie, yule unayecheza naye umhamasishe kwamba ni jambo la kawaida na hakuna kitu kingine ambacho kinakosekana kama mtaendelea kuweka ile combination yenu pamoja. Itachukua muda kuirudisha kwa haraka kama unacheza Shemaloni na mwenzake na Hamza Hamza. Kwa hiyo sio jambo ambalo kusema labda ni jambo kubwa sana, kwa sababu muda wote wanafanya mazoezi na wanaandaliwa kuelekea kwenye mechi. Mimi niseme tu ni jambo ambalo mawasiliano yakiwa mazuri wanacheza tu. Mimi nikushukuru sana kocha Ali Kayoga. Asante. Asante sana mtazamaji wa PDK TV. Huyo ni kocha wa mpira Ali Kayoga, lakini pia ni mmiliki wa Tandabui Sports Center, moja kati ya vituo ambavyo vimekuwa vikitoa vijana wengi wenye vipaji. Kidogo tu neno moja hapo kuhusu Tandabui Sports Center. Tandabui ukitaja Tandabui unataja kitu kikubwa sana ambacho ndani yake kuna vitu vingi sana. Tarehe 12, 13 mpaka 14 tutakuwa na ugeni mkubwa kutoka Azam. Labda nikwambie. Sawa, wanakuja kufanya selection tena kwenye kituo chetu, ambao walikuja na wakachukua vijana na sasa wanarudi tena. Wameona nini? Malaki wao ndo wanajua kwamba Tandabui wanafanya kazi gani chini ya Ali Kayoga na management yake ambayo iko nyuma na mzunguko. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukija Tandabui hakuna kitu unachokosa. Sawa, sisi tunaendesha kituo chetu kwa kisasa zaidi na tunaendelea kutanua wigo wetu. Kuwaleta Azam hapa kurudi sio jambo rahisi. Kwa hiyo mimi niseme ndani ya siku mbili utaona matangazo yanapita kwamba mlete kijana wako Tandabui, ni sehemu sahihi sana. Kumbe kijana hata ambaye sasa hivi bado hayupo ana nafasi pia kufanya. Wewe mlete. Asante sana. Huyo ni kocha Ali Kayoga. Baki hapo kwenye PDK TV, subscribe hapo, utakuwa mtu wa kwanza kupata habari nyingi ambazo zinakuja. Azam TV wanakuja na sisi tutakuwa pale Mwanza University, sehemu ambapo Tandabui Sports Center wanafanya mazoezi. Mimi naitwa PDK_.